lazima wakumbushe wapendwa, hata tukiwa kwenye madhabahu, ya kwamba Mungu alipotuma manabii wake kwa nyakati za mwisho, hapa nchini Kenya iwe ndio headquarters ya hii huduma ya nyakati za mwisho. Unakumbuka, sote tunakumbuka ya kwamba Yesu Kristo aliweza kumuuliza Mungu Baba ampatie taifa la Kenya, na Mungu Baba akampatia Yesu Kristo taifa la Kenya, ili taifa la Kenya likaweze kutumika kama chombo cha kufikia mataifa mengine katika hizi nyakati za mwisho, uvuvio ambao ni wa mwisho wa kilele kabla ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa, ndipo sasa mnaona ya kwamba kupitia ule mtembeleo wa hekalu wa wingu la Mungu Baba, sasa tunajenga hekalu katika hili taifa. Tumekwisha maliza ile hatua ya kwanza ya kuweza kununua shamba pale Nairobi, capital city ya Kenya, ambapo hekalu la wingu la Mungu Baba litajengwa, na sasa tuko katika ile hatua ya kuweka kwa pamoja rasilimali ili tukaweze kuanza huo mradi kabisa wa kihistoria. Na wiki mbili zilizopita viongozi tulikuwa pale Nairobi tukipokea manabii wakuu wa nyakati za mwisho baada ya misheni ya Brazil, na tukaweza kuona zile picha ya vile ambavyo hekalu la wingu la Mungu Baba litafanana. Manabii wakuu wa Bwana wakaweza kutuonyesha vile Mungu ameonyesha vile inafaa ijengwe na vile inafaa ifanane. Kwa hivyo tuko katika hatua muhimu sana, na hatua ambayo Mungu ametutunuku kwayo wapendwa, na Bwana ametuagiza kupitia manabii wake wakuu wa nyakati za mwisho ya kwamba sasa tukaweza kuifanya hiyo kazi kwa uharaka kama taifa la Kenya, na tukaambiwa ya kwamba tukiweza kujenga hekalu la wingu la Mungu Baba itakuwa basi ndio umilele kwa taifa. Mnakumbuka jana kulikuwa na sherehe pale Ministry Headquarters ambapo kulikuwa na ibada kuu kabisa, na mkaona vile Bwana anatamani kukuwa na hekalu lake katika hili taifa, mahali ambapo manabii wakuu wa nyakati za mwisho wenyewe ndio watakuwa na hudumu pale, na wingu la Mungu Baba atakuwa na hudumu pale dunia nzima. Ni jambo la kibibilia. Wote ambao walihusika katika nyakati za kale kujenga hekalu la Mwenyezi Mungu, majina yao yaliandikwa kwenye Biblia. Kwa hivyo tunaweza kadiria ni tunuku aina gani ambayo wewe na mimi tuko nayo kuweza kuhusika katika huu mradi ambao umebeba umilele, ambayo kumbukumbu yake, remembrance, ni katika ufalme wa mbinguni milele na milele na milele. Itanakiliwa wale ambao walikanyaga mbele na kuhusika. Lazima tuifanye kwa uharaka, na ninataka niwaambie ya kwamba Bwana ametusaidia katika hii phase ya pili, lakini bado tumeenda polepole kidogo. Lazima tuende kwa uharaka, maana ile projection ya entire project najua bado hesabu zinafanywa, lakini tayari unaona inaenda kuwa ni mradi mkubwa ambao utakuwa ni wa zaidi ya bilioni 1. Lakini hilo halifai nitutie wasiwasi kabisa, kwa sababu Bwana ametubariki. Last year kwa chini ya miezi 3 Bwana akatuwezesha tukaweza kuweka pamoja rasilimali zetu over 250 million Kenya shillings chini ya miezi 3, na tukanunua shamba, na sasa tuko na muda mfupi ya kuweza kutekeleza hii sehemu ya pili. Ndipo wapendwa, ninawakaribisha siku ya leo wote, wajane, viongozi, lazima tuko katika mstari wa mbele kabisa
maana hata katika Biblia viongozi walikuwa katika mstari wa mbele, vijana, wazee, wamama, everybody, kila mmoja tukaweze kuhusika. Na ninajua kwamba Deputy Archbishop Enoch ambaye ndiye amekuwa moderator wetu katika huu mradi atakuwa anatupatia update mahali tumefika, alafu sote siku ya leo tujitolee kabisa kusupport. Na ninataka niwakumbusha kwamba tuko na mikutano za kila siku, every Monday tunaenda mpaka Friday, tukifanya mikutano za kila siku, kukuja tu pamoja ili kutenda hili jambo la kibiblia. Kumbuka wakati Wanaisraeli walikuwa wanafanya hilo jambo, they built it for 7 years, lakini sasa sisi hatuna muda, tumepewa muda mfupi. Na siku ya jana manabii wa Bwana wameachilia baraka zaidi ya mara trilioni, siku ya jana wametubariki kama kanisa. Kwa hivyo kwa furaha kabisa, wacha niweze kumkaribisha Deputy Archbishop Enoch akapate kutupatia mwelekeo wa kile ambacho tunahitajika kufanya siku ya leo katika ibada yetu. Kumbuka hii ni sehemu ya ibada yetu, we are doing it as part of worship. Sababu ya kipekee tuko zaidi kama kanisa, tulizaliwa katika hiki kizazi ili tuweze kujenga hekalu la wingu la Mungu Baba. Hiyo peke yake ndio Mungu atahesabu. Asante. Asante sana Bwana National Coordinator. Wapendwa wa dhamani, asanteni sana. Tumefika katika kiwango muhimu sahihi na sana kwa wakati huu. Ubali huu katika phase 2 Bwana ametusaidia sana. Saizi tuko 30,600,000, that is 30.6 million. Ndipo tuko, acha tupige Bwana makofi katika madhabahu zetu zote. 30.6 million. Shangwe na vigelegele katika jina la Yesu Kristo. Asanteni. Kwa hivyo kwa wakati huu, wapendwa wa dhamani, katika madhabahu zetu zote, naona kuna wale wengine wameshaanza kabisa kwa kishindo, zile altars wameanza kusupport kabisa. Wacha tujiunge sasa kwa pamoja. Nataka kualika sisi sote, all of us, wajane, vijana, kila mmoja, the pastors, kila mtu, worshipers, tuingie sasa. Wacha nitawaelekeza jinsi. Kama hujaifanya before, the process ni simple kabisa katika jina la Yesu Kristo. Pale unaenda kwa SIM toolkit, pale mahali umechorwa SIM card kwa simu yako. Alafu naenda pale kwa Safaricom, wale ambao kuna naenda kwa mgeo kwa sababu saizi mnaijua. Alafu nitawasomea account ni ya kulipa na M-Pesa na Paybill. Paybill ndio hii. Wewe tayari sasa? Technician tuweke kwa screens kwa kila madhabahu the account for the Tabernacle of God ndio inasoma. Paybill after kulipa na M-Pesa kuna Paybill ni 522522. Hata pinafinya yako 522 that is 522522. Account number ndio hii 1330 endelea. Nimesema 1330 then 496 then 248. 1330 496 248 kwa Kiswahili 1330 496 248 1330 496 248. Kisha unaweka ile yako bora zaidi kwa sababu ya leo. And then asante, kumbuka hizo messages
Huwa tunatuma kwa wale group leaders wa groups zetu kwa Tabernacle groups. Asante sana kabisa. Kumbuka tutakuwa na mkutano kesho jioni, sote tujiunge na mkutano huo. Ninarudia nambari, paybill namba ni 522. Hiyo ni 522. Then account number ni 133049624 1330 496 248 1330496248. Asanteni sana wapendwa, tukutaneni tena kesho jioni katika mkutano wa jioni. Asanteni sana, nashukuru Bwana. Mnaweza rudi katika ibada zenu. Thank you indeed. Thank you. Tupigie Bwana Yesu makofi. Kwa wale ambaye huenda ikawa hawakuwa na senti kwa simu na kikapu, bali wakipoteza leta for the Tabernacle. Bwana asifiwe. Otherwise nataka kushukuru Bwana for your participation. Nataka nishukuru Bwana kwa ajili ya kushiriki. So it has been very much clear. Kwa hivyo imekuwa wazi kabisa. Very much biblical. Imekuwa kibiblia. All those who are participating, wale wote ambao walikuwa wakishiriki, the Lord is going even to remember their names Bwana ataenda hata kukumbuka majina yao in the eternity, katika umilele, the way the other time we were remembered in the Bible. jinsi ambavyo wakati ule mwingine walikumbukwa katika Their Biblia, names were being written in the Bible. majina yao yakaandikwa katika Biblia. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. So tunashauriwa tafadhali, Kwa hivyo tunashauriwa tafadhali, hizi mikutano huwa zinaendelea kila siku. kwamba mikutano hii huwa inaendelea kila siku. So let us keep on participating Kwa hivyo tuendelee kabisa kushiriki from 8 p.m. kuanzia saa 2 za usiku. Hallelujah. Haleluya. Anything that the Lord gives you, Chochote ambacho Bwana anakupatia, it doesn't matter how much is it. haijalishi ni kiasi gani, Please make sure you participate. tafadhali hakikisha kwamba unashiriki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tupigie Bwana Yesu makofi. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. Otherwise, thank you so much. Hata hivyo asanteni sana. God bless you so much. Mungu awabariki sana. I don't know tulikuwa tumefika wapi. Sijui hata tulikuwa tumefika You wapi. can remind me Ni nani anaweza nikumbusha? the power of Jesus. Nguvu za Yesu. The power that is bestowed upon Jesus. Nguvu ambazo zimeelekezwa juu ya Yesu. That the servant of the Lord, even Jeremiah, was able to speak of the same. Ambazo mtumishi wa Bwana hata Yeremia aliweza kunena kuzihusu. He spoke also of that power Alinena pia kuhusu hiyo nguvu bestowed in the blood of Jesus. zilizomo katika damu ya Yesu. It is such a great power. Ni nguvu kubwa kabisa kabisa. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. So in that power, Kwa hivyo katika hizo nguvu, the power of God, nguvu za Mungu, we can see even in the Old Testament, tunaweza kuona hata katika Agano la Kale. the Red Sea was able to be opened Bahari ya Shamu iliweza kufunguliwa by the power of God. kupitia nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And the house of Jacob was able to cross Na nyumba ya Yakobo akaweza kuvuka to the other side of the river. hadi ile ng'ambo nyingine ya bahari. The same power Nguvu hizo hizo raised even Lazarus, ziliweza kumfufua hata Lazaro and it healed so many people. na zikawaponya watu wengi kabisa. And we have seen what that power has done in this land of Kenya. Na tumeona kila ambacho zile nguvu zimetenda katika taifa hili, It has brought discussions. imeweza kuleta mazungumzo So mijadala. that power Kwa hivyo hiyo nguvu is what we acknowledge as miracles.
Ndiyo kile ambacho tunatambua kama miujiza. Because at times, Kwa sababu wakati mwingine men may fail, unajua kwamba wanadamu huenda and wakashindwa, also doctors may give reports, na pia madaktari huenda wakapeana and ripoti, also situations may look impossible. na pia hali huenda zikaonekana kwamba haziwezekani. But our God, Lakini Mungu wetu who is the God of the mightiest prophets of the Lord, ambaye ni Mungu wa manabii wakuu zaidi sana wa Bwana. hallelujah, Haleluya. the mightiest prophets of the Lord, Mungu wa manabii wakuu zaidi wa Bwana. their God, Mungu wao who is also their friend. ambaye pia ni rafiki wao. He is same yesterday, Yeye ni yule today, hapo jana, leo and even forever. na hata milele. He has that power. Ana hiyo nguvu. So let us give a very mighty clap unto Kwa Jesus. tupeane makofi makubwa kwa Yesu. So these miracles did not start yesterday. Kwa hii miujiza haikuanza tu jana. They were even there at the time of Moses. Zilikuwepo hata ule wakati wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We can see the other time Tunaweza kuona kwamba wakati ule mwingine ripoti that we were able to see ambazo tuliweza kuona the case of the HIV case ile kesi ya virusi vya ukimwi that is now in the YouTube. ambayo sasa iko katika YouTube. We saw the lawyers. Tuliona mawakili, One of them by the name is it Danson Omari. mmoja wao kwa jina la Danson He Omari recognized those powers, aliweza kutambua nguvu za Mungu, the miracles, miujiza, and he said na akasema those miracles kwamba hiyo miujiza were there at the time of Moses, zilikuwepo tangia ule wakati wa Musa, and the same miracles na miujiza hiyo are even older than the government of Kenya, ni ya muda mrefu, older imemaliza than the CS for health. ni ya miaka mingi hata kuliko yule. Somebody give a very mighty clap to Jesus. Tena makofi. Hallelujah. Hallelujah. They did not start yesterday. Haikuanza jana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So the miracles Kwa miujiza did not start yesterday. haikuanza jana. Hallelujah. Hallelujah. And that is only the way Na hiyo ndio njia ya kipekee that God ambayo Mungu reveals himself anajifunua to the nation, kwa to taifa, the people. kwa watu, And that is the only na way hiyo ndio njia ya pekee he reveals thy servant. anaweza kuwafunua watumishi Bwana wake. Yesu asifiwe. Bwana Yesu To asifiwe. convince people, Ili kuweza kushawishi watu. hallelujah, Hallelujah. and also nations, Na pia mataifa. that the mightiest prophets of the Lord Kama manabii wakuu zaidi wa Bwana are the true prophets of God. ni manabii wa kweli wa Somebody give a very mighty clap at Jesus. Bwana. Makofi makubwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Even in the Bible, Hata katika Biblia they were there some, fake words. kulikuwepo na miujiza False kwa prophets. manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Those that were being paraded with Moses. Wale ambao waliweza kuwekwa laini, Then the Lord instructed Moses kisha Mungu akamwagiza to Musa throw his staff down, aweze kutupa chini whereby it is swallowed the rest mahala ambapo of the snakes that were performed in the form of the miracle. ilimeza zile nyoka zingine ambazo zilikuwa zimetengenezwa na wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. So the Lord has revealed thy prophet. Kwa hivyo Mungu ameweza kuwafunua. Please listen to them Tafadhali wasikilize and follow them. na kuwafuata. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. And walk in holiness Na kutembea katika and utakatifu also righteousness. na pia uhaki. Bwana Yesu asifiwe. So let us go to the book of John 11. Kwa hivyo twende katika kitabu cha Yohana mlango wa The book 10. of John 11. Kitabu cha Yohana mlango wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. We want to see Tunataka tuone how God jinsi ambavyo Mungu revealed his glory. aliweza kufunua utukufu wake. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So John 11, Yohana mlango wa 11. maybe we start with 21 up to 22. Labda tuanze mstari wa 21 hadi wa 22. Yes, you may go. Biblia inasema Yes. ya kwamba basi Martha akamwambia Yesu, Akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwako hapa, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangelikufa. ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata sasa ninajua ya kuwa Yes. yoyote utakayomwomba Mungu, Yes. Mungu atakupa. Mungu wako atakupa. Mungu wako atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. That is Martha's or Mary. Huyo ni Martha. Then verse 23. Mstari wa 23. Yes. Biblia inasema Yes. Yesu akamwambia, Akamwambia ndugu yako atafufuka. 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 Yes.
24. Yes. Martha akamwambia, Yes. najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Martha Martha was thinking alikuwa akifikiria about the resurrection to come. kuhusu ule ufufuo ambao utakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So she was seeing far. Kwa hivyo yeye alikuwa akiona mbali kabisa. So she failed to recognize Jesus Kwa hivyo alikosa kumtambua Yesu without knowing that bila kujua kwamba Jesus himself, kwamba Yesu mwenyewe he is the resurrector. yeye ndiye kwa He's kufufua, moving with the power. anatembea na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So at your own pace of time, Kwa wakati wako mwenyewe you may read up to verse 27. unaweza kusoma hadi mstari wa 27. Then from 27, Kisha kutoka mstari wa you 27 may go to 38 up to 40. unaweza kwenda hadi 38 na I'm 40. doing that because I want to save time. Ninafanya hivyo kwa sababu nataka niokoe And the message is so long. na ujumbe ni mrefu. So let us start from verse 38. Sasa tuanzie mstari wa 38. Hallelujah. Haleluya. The last part of that quote. Ile sehemu ya mwisho ya hayo You may read if it is there in Kiswahili. Biblia inasema Biblia inasema, kwamba basi Yesu Yesu, hali akiugua tena nafsini mwake yes, akafika kwenye kaburi. akafika kwenye kaburi. Akafika kwenye kaburi. Ni kwa sababu sasa Lazaro amekufa Ni kwa sababu sasa Lazaro amekufa. na alipatiwa ripoti Na mapema, alikuwa amepewa ripoti mapema, lakini hakuchukua hatua lakini hakuwa amechukua hatua kwenda kumshughulikia kwenda with kumshughulikia a reason. kwa sababu fulani. Then continue. Biblia inaendelea kusema, Yes. nalo kaburi lilikuwa ni pango, Kaburi ilikuwa ni pango. lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yes. Yesu akasema, niondoeni jiwe. Yes. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Yes. Bwana, ananuka sasa, Ananuka sasa. ananuka sasa, Yes. maana amekuwa maiti siku 4. Yes. Yesu akamwambia, Kamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? sikukwambia ukiamini. Je, sikukwambia kwamba Take ukiamini? faith. Chukua imani, Allow your faith to arrive. ruhusu imani yako ikainuke, Because there is no miracle you are going to receive. kwa sababu hakuna muujiza wote No ambao, healing, hakuna uponyaji, no deliverance, hakuna ukombozi, no restoration hakuna urejesho that you are going to live to receive. ambao utaweza kupokea If your faith is low, iwapo imani yako iko you chini. have to work on your faith. Lazima ukashughulikie imani You yako, believe. uamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Did I tell you? Je, sikukwambia? Let's continue from there. Biblia inaendelea kusema Yes. ya kwamba Mali uliwachia tu. Tafadhali haraka haraka. Biblia inaendelea kusema Yes. ya kwamba mstari ya kwamba mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Yes. 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So Jesus Yesu was stressing on faith. alikuwa kabisa akisisitiza juu ya What imani. is the message behind? Je, ujumbe nyuma yake ni upi? When Lazarus died, Wakati Lazaro alikufa, it looked the end. ilionekana kana kwamba ni mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. But Jesus delayed Lakini Yesu alichelewa intentionally. kwa kimakusudi. Why did Jesus delay? Ni kwa nini Yesu alichelewa? Hallelujah. Haleluya. To respond to Martha. Kuweza kuitika kwa The reason is sababu ni kwamba God wanted a greater revelation. Mungu alitaka kupeana ufunuo mkubwa. He wanted Alitaka a greater revelation ufunuo mkubwa of His glory ya utukufu wake to be known. upate kujulikana. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. That is why Hiyo ndio sababu I have told you nimewaambia God is performing miracles kwamba Mungu anatenda miujiza because kwa sababu He wants to reveal Himself. anataka kujifunua. Watu watajuaje Bwana yuko? Watu watajuaje kwamba Bwana yuko? Watajuaje ni Mungu wa manabii Watajuaje kwamba ni kama Mungu ukimwi hajaponywa? kama ukimwi How haujapona? will people know? Je, watu watawezaje kujua? Hallelujah. Haleluya. That the Lord is in this life. Kwamba Bwana yuko katika nchi hii. How is the glory going to be glorified? Je, utukufu utapataje Without God bila Mungu? revealing Himself Bila Mungu to kujidhihirisha, people. kuweza kujidhihirisha. Hallelujah. Haleluya. The ignorance Wale ambao ni wakweli and even the doubting ones. na hata wale wenye ukushuku. So miracles are playing a very key role. Miujiza basi inafanya ile sehemu ya muhimu kabisa katika kanisa. Hallelujah. Haleluya. One miracle Muujiza tu moja can make the entire church to receive the Lord. unaweza fanya kanisa lote mzima. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Kipana makofi makubwa kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Most of us today are in this ministry Wengi wetu
leo hii tuko katika It huduma is because of the miracles of the Lord, ni kwa sababu ya miujiza ya the Bwana, testimonies of the Lord. shuhuda za Bwana. We have seen the glory. Tumeuona utukufu, We have seen the cloud. tumeona wingu. Already that is a miracle, Tayari hiyo ni which muujiza the other church has not seen. ambayo yale makanisa mengine hawajaona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So the Bible says, Biblia inasema every genuine miracle ya kwamba kila muujiza wa is kweli a confirmation ni that dhihirisho kwamba indeed kwa kweli God has spoken. Mungu amenena. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Tupena makofi makubwa kwa It Yesu. is a confirmation. Ni dhihirisho Because most of the testimonies kwa sababu nyingi ya shuhuda that we are receiving, ambazo tunapokea. Bwana asifiwe. Bwana sifiwe. We get people testifying saying that Tunapata watu wakishuhudia I wakisema was in the meeting of the Lord kwamba nilikuwa katika and mkutano I heard the servant of the Lord na nikasikia watumishi wa Bwana saying that wakisema kwamba by the blood of Jesus kwamba kupitia damu ya I Yesu now curse the virus. sasa ninalaani virusi. The blood of Jesus, Damu ya Yesu, that is the voice of God. hiyo ni sauti ya Mungu. So when the miracle takes place, Kwa hivyo wakati miujiza it inatendeka, is now a confirmation sasa ni thibitisho that God has spoken. kwamba Mungu That amenena, God is speaking in this kwamba church. Mungu anaongea katika kanisa hili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Wale wale Ole wao wenye wako nje ambao wako in nje that church katika hilo whereby God is not speaking, mahala ambapo Mungu haneni, they are there wako tu in pale a place that God is not speaking. katika mahala ambapo Mungu haneni, Na bado wako mahala. na bado wako mahali pale. That's why I say Ndiposa nikasema we have people kwamba kuna watu born again ambao but they wameokoka have not been delivered. lakini bado hawajakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. They are seeking salvation, wanakaa katika has not ukombozi, taken place. ukombozi bado hujatendeka. Hallelujah. Haleluya. They are still captives. Wangali wameshikwa mateka, Wameshikwa mateka wameshikwa na mateka, wanapanda mbegu vizuri. wanapanda mbegu vizuri. Better you Afadhali who wewe was able to hear the voice of the Lord kwa uliweza kusikia and you sauti ya came here running, na ukakuja hapo repenting, ukitubu, crying before the Lord. ukilia mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now the Lord is confirming that Sasa Bwana He anathibitisha is speaking in this church kwamba ananena katika kanisa hili through the mightiest prophets. kupitia manabii wake wakuu. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Tupena makofi makubwa kwa Yesu. Pigia tu Bwana Yesu makofi vizuri. Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Haleluya. So you can get that from the book of Acts 2:22. Unaweza pata hiyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 22. Hallelujah. Haleluya. Confirmation of that God is speaking. Ule uthibitisho kwamba Mungu ananena. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. So you may read that. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 22. Yes. Biblia inasema Yes. kwamba enyi waume wa Israeli, Yes. sikilizeni maneno haya. Yes. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza, Aliyedhihirishwa na Mungu. aliyedhihirishwa kwenu na Mungu Ikiwa anafuatiliwa na nini? kwa miujiza Kwa miujiza na ajabu na na ishara ajabu na ishara. ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu. Mungu mwenyewe alizifanya kwa mkono wake. Mungu mwenyewe alizifanya kwa mkono wake kati yenu, Yes. kama ninyi wenyewe mnavyojua. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Mumeona hizi ishara na manabii wa Jehova. Je, mmeziona hizi ishara? Have you seen the signs? Je, mnaziona hizo Have you ishara? seen the miracles? Je, mmeziona miujiza? Have you seen the wonders? Umeona maajabu? And the Lord is saying, Na Bwana ni anasema mimi mwenyewe kwamba ni mimi mwenyewe nimempatia. nimempatia. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. That's why they are said to be the mightiest strong prophets of the Lord. Hiyo ndio sababu wanaitwa manabii wa Mungu zaidi wa That's Bwana. why they are saying Ndiposa wanajua God is their friend. kwamba Mungu ni rafiki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Na vigelegele kwa Yesu. Wapi vigelegele kwa Yesu? Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Our God Mungu wetu is still a God of miracles. angali ni Mungu wa miujiza. The God that we are serving Mungu ambaye is tunamtumikia still a God of miracles. angali ni Mungu wa miujiza. Hallelujah. Haleluya. So the book of Mark 16:20, Kwa kitabu cha Marko mlango wa 16 mstari wa 20. Bible says, and they went forth and they preached everywhere, Kwamba walipoendelea mbele na kuhubiri kila mahali, the Lord working with them Bwana akitembea pamoja and nao confirming the word with the signs. na akithibitisha neno Following kupitia them. ishara zikiwafuata. Hallelujah. Haleluya. The disciples went everywhere, Wanafunzi walienda kila mahali preaching the word, wakihubiri neno, taking the word, wakipeleka and neno, they were being confirmed
followed. na wakafuatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. With the miracles Na miujiza, and the signs. wakafuatwa na miujiza na ishara. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. To confirm that Kuthibitisha they kwamba have been sent by Jesus. kwamba wametumwa na The Yesu. mightiest prophet of the Lord is moving with a message Manabii wakuzi na Bwana wanatembea na ujumbe of the gospel of Jesus, wa injili ya Yesu, and is being followed by the signs and also miracles. na wanafuatwa na miujiza na pia ishara. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Wapende wasipende. Wapende wasipende. Hallelujah. Haleluya. These are the true servants of the Lord. Hawa ni watumishi wa kweli wa Mungu, The only one, wale wa kipekee, the prophet of God. manabii wa Mungu. That's why Hiyo ndio sababu he is the Elijah. anaitwa Elijah. Hallelujah. Haleluya. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Tupeni makofi makubwa kwa Yesu. Mighty clap unto Jesus. Makofi makubwa kwa Yesu. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So, Kwa hivyo that was point number 2. hiyo ndio ilikuwa hoja ya pili. Point number 1. Ile hoja nambari I want you to write it well. nataka mwandike vizuri. Why God releases miracle. Ni kwa nini Mungu anaachilia miujiza? He releases Anawaachilia so that he can reveal his glory. ili kwamba anaweza kufunua utukufu wake. Number 2, Nambari ya pili, God releases this miracle kwamba Mungu anaachilia hii to miujiza confirm thy word. ili kudhibitisha neno lake. We can now go to number 3. Naweza kwenda sasa kwa nambari ya 3. Hallelujah. Haleluya. So God releases miracles Kwa Mungu anaachilia to miujiza build faith. ili kwamba kujenga You imani. cannot be seeing all these miracles Hawezi kuwa unaona miujiza hii yote na imani bado imebakia na duni. imani bado inabaki kwa You need to grow by now. unahitaji kukua. Your faith must go to another level. Imani yako lazima iende kiwango So kingine. the Lord is really helping the church Kwa hivyo Bwana kwa kweli anasaidia by kanisa releasing this kwa miracle kuachilia hii so miujiza that the faith of the church ili kwamba imani ya kanisa should be built to another level. ipate kujengwa kwa kiwango In kingine. the book of John 2, Katika kitabu cha Yohana mlango wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The book of John 2, Katika kitabu cha Yohana mlango wa pili verse 11. mstari wa 11. Hallelujah. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. A word is there Neno liko pale whereby he said, mahali ambapo anasema and his disciples believed in him. kwamba na wanafunzi wake wakamwamini. I've just taken a bit of it, but read the full of it. Biblia inasema Biblia inasema, Yohana mlango wa pili mstari wa 11 Yes. kwamba mwanzo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, yes, akaudhihirisha utukufu wake, akaudhihirisha utukufu wake. nao wanafunzi The first miracle muujiza wa kwanza that he performed ambao aliutenda in Cana. kule Kana. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Continue. Nao wanafunzi wake wakamwamini, Yes. They believed in him. wakamwamini. Hallelujah. Haleluya. After performing that miracle, Baada ya kutenda huu muujiza they believed in him. wakamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu So asifiwe. what is the message? Kwa hivyo basi ujumbe ni upi? This first miracle Huu muujiza wa of the kwanza wedding at Cana, kwa ile harusi ya it Kana was not just about wine. haikuwa tu inahusu divai, It was about awakening faith. ilikuwa inahusu kuamsho kwa imani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu So asifiwe. God wanted their faith Kwa hivyo Mungu alitaka imani zao to awaken, zipate kuamshwa, their eyes to open up spiritually, macho yao kufunguka, macho ya kiroho, to know that this is the Son of God. wapate kujua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. But today the world, Lakini leo hii neno especially those in the world, hasa ulimwengu, haswa sana wale especially those who are not born again, hasa wale ambao hawajaokoka, and even some of them are Christians, na hata wengine wao ni Wakristo, they are misinterpreting this scripture. wanaitafsiri vibaya hili andiko, Sana sana walevi sana sana walevi wakisema ya kuwa si hata Yesu alitengeneza pombe. nisema kwamba si hata Yesu alitengeneza pombe. Very wrong, Makosa because they are spiritually blind. kwa sababu hao ni vipofu. What the Lord was doing, Kile ambacho Bwana it was to build their faith. ilikuwa ni kujenga imani zao, It was not all about wine. haikuwa inahusu divai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu So asifiwe. that their faith, Ili kwamba imani zao it should grow. zipate kukua. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Tupeana makofi makubwa kwa Yesu. Very, very mighty clap unto Jesus. Makofi makubwa sana kwa Yesu. Point number 4. Ile hoja ya nne. Hallelujah. Haleluya. So point number 4. Ile hoja ya nne. God releases miracles Kwamba Mungu anaachilia miujiza to deliver people. ili kuwakomboa watu, Ili watu wakombolewe.
ili watu wakombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoke katika mafungo. Watoke katika Watu wamefungwa sana watu kwa wamefungwa nira na itikadi. katika mila na itikadi. You have to be delivered Lazima so ukakombolewe that you can be you the true yourself. ili kwamba ukapate kuwa yule mtu uliye halisi. You can be who you are, Ukaweze kuwa mtu halisi. the right you. Mtu halisi. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Why am I saying that? Kwa nini nasema hivyo? In reference from the book of Exodus 21. Katika kurejelea kitabu cha Kutoka mlango wa 21. Hallelujah. Haleluya. He performed a miracle Alitenda muujiza whereby the sea mahala ambapo bahari was divided. iliweza kugawanyika. Water stopped from the two sides. Maji akasimama pande zote. And the Lord created a way Na Bwana akatengeneza njia. whereby there was no way. Mahali ambapo hapakukuwa na So njia. it was a Kwa miracle, ilikuwa ni muujiza. and also it brought deliverance. Na pia ikaleta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And the house of Jacob Na nyumba ya was Yakobo able to cross on the safer grounds. ikaweza kutembea kupita katika sehemu salama, kwa sababu Pharaoh was following them Farao alikuwa akiwafuata, on pursuit. akiwafuata. He wanted to kill them. Alitaka kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The jeshi, Ile jeshi lake, soldiers of Pharaoh were coming wale maaskari wa with their chariots. wakiwa na magari ya They wanted to finish the house of Jacob. walitaka kumaliza nyumba ya Yakobo. Now under the leadership of Moses, Sasa chini ya uongozi wa Musa they have come now wamekuja and they sasa have gotten the sea. na wamepata bahari mbele. Hallelujah. Haleluya. Whereby it is now the end of the road. Mahali sasa imekuwa ni mwisho wa The safari. sea is here. Bahari iko The hapa. enemy is coming from behind. Adui anatokea kule nyuma. You can now see Unaweza sasa what the Lord did. kile ambacho Bwana alifanya. Powerful miracle. Muujiza wa nguvu. He told Moses Akamwambia to Musa strike the waters, akagonge and maji the sea na bahari was divided, ikaweza and the kugawanyika way was created na njia ikatengeneza where there was no way, mahali ambapo kuwa na njia and deliverance was being brought. na ukombozi ukaletwa. Somebody can very much clap unto Jesus. Tukapele makofi makubwa kwa Yesu. A mighty clap unto Jesus. Makofi makubwa kwa Yesu. Miracles did not just start today. Miujiza haijaanza leo, They did not start yesterday. haikuanza jana, Hallelujah. Hallelujah. But right from the beginning, lakini tangia ule wakati wa from the mwanzo, book of Exodus, kutoka kitabu cha from the Kutoka, days of the old tangia siku za to mwanzo the present day, hadi siku za so the sasa. miracles are there. Kwa hivyo miujiza ipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 5. Habari ya tano. Number 5. Habari ya tano. God releases miracles Mungu anaachilia miujiza for judgment. ili kwa ajili ya hukumu. Hallelujah. Haleluya. That's why I said, Ndiposa nikasema don't take it casually what you are saying. kwamba usichukulie tu kikawaida, Be very much careful. ukawe makinifu kabisa, Because kwa sababu if you cannot walk well, wapo hawezi tembea you will vizuri, end up being judged. utaishia kabisa So kuhukumiwa. you will write this book, Kwa hivyo utaandika hiki kitabu, the book of First Kings, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, First Kings Wafalme wa Kwanza 18, mlango wa 18 verse 36. mstari wa 36. That is the time when Elijah called down. Huo ni wakati ambapo Eliya aliita, He called down fire aliweza kuita moto from heaven. kutoka mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And you can imagine what took place after that. Unaweza kuanzia kitu gani kilifanyika baada ya hiyo? Hallelujah. Haleluya. Because Kwa sababu he had gathered alikuwa amekusanya some full prophets. They had fake prophets. wale manabii wa uongo. Hallelujah. Haleluya. False prophets. Manabii wa uongo Close to 4,000. yapata idadi ya And he challenged them to make a sacrifice. na akaweza kuwapa changamoto wakatoa They slaughtered a bull. wakachinja And fahari, he told them now to call their God akawaambia sasa to bring fire. ili alete moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Because they were joking. Kwa sababu walikuwa wakifanya mzaha. The way Jinsi ambavyo the church today from outside there is taking things just but like kanisa sasa kule nje inachukulia mambo tu kirahisi rahisi. so this church faced a judgment. Kwa hivyo kanisa hili likakumbana na The hukumu. false prophets. Wale manabii wa uongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Because their God did not answer. Kwa sababu Mungu wao hakuitikia. But when the God of the mightiest prophet of the Lord Lakini wakati Mungu wa manabii wakuu zaidi wa Bwana answered Elijah, na alimjibu Eliya, fire came down moto ukashuka and consumed the sacrifice. na kuteketeza dhabihu. Then the judgment that was released Kisha hukumu ambayo iliachiliwa is the 400 prophets of Baal. ni wale manabii wa uongo wa Bwana Walichinjwa. walipata kuchinjwa, Walichinjwa. walichinjwa.
Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Tupeni makofi makubwa kwa Yesu. Don't joke Usifanye with dhambi. the Lord of the Na Lord. watumishi wa When Mungu. they came, they said, Wakati walikuja walisema, I have come to slaughter the false prophets, kwamba nimekuja kuwachinja manabii wa uongo. all the false prophets. Manabii wote wa I have uongo. come to slaughter them Nimekuja with kuwachinja the sword of the Lord. na ule upanga wa Bwana Bwana. asifiwe. Bwana asifiwe. And exactly that's what we have seen. Na vivyo hivyo ndivyo ambavyo tumeona. Nobody has spoken about this case Hakuna mtu amenena kuhusu kesi that hii is being handled now ambayo inashughulikiwa of sasa the HIV. ya virusi vya ukimwi. Nobody has commented. Hakuna yeyote ambaye ameweza kutoa Bwana Yesu kauli. asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Even those Hata wale ambao that have been blackmailing the ministry, ambao wamekuwa wakipaka tope huduma they have disappeared. sasa wamepotelea mbali, Because kwa sababu as a church we have called them. kama kanisa tumewaomba Wakuje sasa. kwamba sasa wajitokeze, Tutafuata hao tutawafuata and they will pay. na watalipia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu They asifiwe. are going to pay heavily. Wanaenda kulipia kabisa kwa ukubwa Na wamenyamaza. na wamenyamaza. Situpigie Bwana Yesu makofi. Piga na Yesu makofi. Vigelegele kwa Yesu. You are at the right place. Uko mahali palipo sawa. Expect your visitation. Tarajia mtembeleo wako. Expect your deliverance. Tarajia ukombozi. Expect your healing. Tarajia But uponyaji. first of all, Lakini you kwanza should prepare your heart. unapaswa kuandaa moyo wako. Let faith arise. Wacha imani ikainuke. Bwana Yesu asifiwe. Remove doubt. Sawa, kukuwa na shaka From today. kutokea leo hii. Hallelujah. Haleluya. Unajua kuna watu mpaka sasa hivi hawajakombolewa. Up to now they are not delivered. Hadi leo hii They hawajakombolewa. are still doubting the miracles of the Lord. Wangali wanashuku miujiza ya And Bwana. they are here in the ministry. Na wako hapa katika huduma. They are asking questions. Wanauliza maswali. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. So the Lord is speaking unto you as an individual. Bwana ananena nawe kama mtu binafsi. Please let your faith arise. Kwamba tafadhali wacha imani yako inuke. Hallelujah. Hallelujah. Even Jesus Christ, Hata Yesu Kristo when he was being summoned to go, wakati aliitwa kuweza kwenda. hallelujah, Hallelujah. and pray for Lazarus, Na kumwombea Lazaro, he did not go immediately. hakuenda kwa haraka hivyo. Hallelujah. Haleluya. Because Kwa sababu God had a reason and a purpose. Mungu alikuwa na sababu na makusudi. He wanted Alitaka himself to be glorified yeye akapate and the glory to come in a greater na way. utukufu kuweza kukuja katika njia kuu. Hallelujah. Hallelujah. So let us not question God by saying it's like the Lord is not answering. Kwa hivyo tusimuulize Mungu maswali tukiona He is the creator yeye ndiye Mungu. and he knows everything Na anajua kila kitu. and he has got his plan. Na anayo mpango wake. Pigie Bwana Yesu Kwa makofi. Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. So by the fire of the Lord coming down from heaven Kwa hivyo kwa moto wa Bwana kushuka chini kutoka mbinguni. at the time of Elijah, Katika wakati wa Elia, God was able to prove Mungu aliweza kabisa that kudhibitisha Elijah kwamba Elia is really someone. ni mtumishi wake wa kweli. Somebody give a very much clap at Jesus. Tukapeana makofi makubwa kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako mmesikia hiyo. Mwambie mwenzako, je, umesikia Have you hiyo? heard that? Je, umesikia hiyo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. So, Kwa hivyo the truth is, ukweli ni kwamba sometimes wakati mwingine the miracles miujiza silence opposition inanyamazisha pingamizi and prove God's authority. na kudhibitisha nguvu mamlaka ya I don't Mungu. know whether you agree with me. Sijui wapo mnakubaliana I have nami. said sometimes. Nimeona wakati mwingine, Is it really true? I have said sometimes. nimesema kwamba wakati They mwingine silence. inanyamazisha. Sasa wamenyamaza. Yesu wamenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamenyamaza ama bado wanaongea? Wamenyamaza au bado wanaongea? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So that's what the Bible is telling us here. Hicho ndicho ambacho Biblia inatuambia hapa, They silence the opposition. kwamba The inanyamazisha noise that is outside there. wale ambao wako kule nje, And they help to prove, na inasaidia kudhibitisha. hallelujah, Haleluya, that God, kwamba Mungu, to prove the authority of God. kudhibitisha mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Back to the book of John Tukirudi katika kitabu cha Yohana 43, mlango verse 23. John 11, verse 43. Yohana mlango wa 11 mstari wa We are 40. going back to the book of John. Tunarudi kwa kitabu cha Yohana
Hallelujah. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. How many of us are being blessed Ni here? wangapi wetu tunabarikiwa hapa? Pigia Bwana Yesu Pigia makofi. Bwana Yesu makofi. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Oh yes. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 11 mstari wa 43. Biblia inasema kwamba naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Akalia kwa sauti kuu. Lazaro, njoo huku nje. Yes. Akatoka nje yule aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So the Bible is very much, straight here. Kwa hivyo Biblia iko kabisa ina haswa kabisa So hapa. when Jesus stood before the tomb of Lazarus, Kwa hivyo wakati Yesu alisimama mbele ya kaburi la Lazaro, when he stood wakati alisimama in front mbele of the tomb ya lile kaburi of Lazarus, la Lazaro, death had already spoken. kifo tayari kilikuwa kimeongea. Death had already brought destruction. Kifo tayari kilikuwa kimeleta uharibifu. It had already taken life. Tayari kilikuwa kimechukua maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu So asifiwe. that is now the time Jesus Kwa hivyo ni wakati sasa ambao Yesu is standing before the grave. anasimama mbele za kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So Kwa hivyo the Bible says Biblia inasema the grave had already closed. kwamba kaburi tayari ilikuwa limefungwa. Kifo imetendeka. Kifo kimetendeka And the grave na kaburi has been filled. tayari limefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Am I speaking to somebody really? Tena ongea na mtu kwa And kweli. also people that were there, Na pia watu ambao walikuwa pale they had lost hope. walikuwa wamepoteza They tumaini. had given up. Walikuwa kabisa wamevunjika. If you can remember that verse we read and say, Wapo it says, katika kumbuka ile andiko it's tulilosoma already 4 days kwamba tayari imepita siku and the nne body is decomposing. na mwili unaoza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe So sana. people had lost hope. Kwa hivyo watu walikuwa wamepoteza But the tumaini. Bible says, Lakini Biblia inasema when the Son of God opened his mouth, kwamba wakati mwana wa Mungu alifungua kinywa the chake, power of death was broken. nguvu za kifo zikavunjika. When Jesus Christ shouted out Wakati Yesu Kristo alipasa sauti by saying, Lazarus, na kusema, Lazaro, Lazarus, Lazaro, come out. njoo, Bwana. njoo nje. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. The power of destruction, Nguvu za uharibifu, the power of death nguvu za kifo was being destroyed. ziliweza kuharibiwa. Am I speaking to somebody? Tena ongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So today, Kwa hivyo leo with the same power. na nguvu hizo, Hallelujah. haleluya, I know we have situations. ninajua kwamba kunazo hali, And those situations, na hizo hali they must hear the voice of Jesus. lazima zikasikilize sauti ya Yesu, Because kwa sababu Jesus, Yesu who was there ambaye alikuwa yesterday hapo and today, jana, leo na hata is milele, there forever. yuko pale milele. So every situation today, Kwa hivyo kila hali leo it has to hearken lazima ikaweze to the kusikiliza voice of Jesus Christ. sauti ya Yesu Kristo. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. I may not know what you are passing through. Huenda nisijue kila ambacho I may unapitia, not know what you are struggling with. huenda nisijue kila ambacho unang'ang'ana But nacho, all those situations, lakini hizo hali they zote have to be brought down. lazima zikashushwe chini. Hallelujah. Haleluya. Every dead hope, Kila tumaini ambalo limekufa it has to come forth. lazima likapate We have kujitokeza. some hopes that we have given up Kunayo matumaini mengine ambayo tumeweza by saying, what can I now do? tukisema kwamba Nifanye nini? nifanye nini I'm sasa? only a mere person. Mimi tu ni mtu tu Me, mwanadamu, a woman, what can I do? mimi tu ni mwanamke, hivi naweza fanya That dead hope, hilo tumaini it ambalo has to come off forth. lazima Because likajitokeza, Jesus said, Lazarus, kwa sababu Yesu alisema Lazarus. Lazaro, come out. njoo nje, And Lazarus came out. na Lazaro akatoka nje. Every dead prayer, Kila ombi ambalo limekufa, hallelujah, haleluya, has to come forth. lazima likaweze kufufuka, Because many kwa times sababu wakati mwingi we have lost that legacy, tumepoteza hizo that sifa, strength of prayer. hiyo nguvu ya It maombi is dead. imekufa, It has sneaked out of us. imeweza kuponyoka kutoka It kwetu, has to come forth. lazima ikaweze kurudi It tena, has to be restored somebody. lazima ikarejeshwe mtu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because Jesus is speaking. kwa sababu Yesu Not anaongea. unless if your faith has not been arisen. Labda iwe tu imani yako haijainuliwa, Not unless if you have not arisen your faith.
au iwe tu labda hujainua imani yako. every dead marriage, Kila ndoa ambayo and imekufa also struggling, na pia it kung'ang'ana has to come forth. lazima ikaweze kujitokeza. Disappointments today, Ile kuvunjika moyo leo they have to come forth. lazima zikajitokeze. Am I speaking to someone that is listening really? Je, naongea na mtu ambaye anasikiliza kwa kweli? Hallelujah. Haleluya. Every darkness Kila giza that is there, ambayo iko pale it has to come forth. lazima It ikajitokeza. has to listen at His voice. Lazima ikasikilize sauti It yake. has to listen. Lazima ikasikilize. Hallelujah. Haleluya. So the same voice Kwa hivyo sauti hiyo hiyo that called Lazarus out of the tomb, ambayo ilimwita Lazaro kutoka kwa kaburi it is the voice of God. ni sauti ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. That calls. Ambayo That ni is calling even you. ambayo inakuita hata wewe. Hallelujah. Haleluya. Calling that problem. Ikiita hiyo shida, Calling that sickness. ikiita hilo You gonjwa, might have prayed for long. huenda umeomba kwa muda mrefu You mno, might have waited for long. labda umengoja kwa muda mrefu, And Jesus is calling. na Yesu And anaita, He's saying, come forth. anasema njoo. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. So it has to honor Kwa hivyo lazima ikaheshimu the voice of Jesus, sauti ya the Yesu, voice of God. sauti ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. This is the time of your Uje visitation. wakati wa mtembeleo wako mtu, This is the time of your visitation. uje wakati wa mtembeleo wako. Hallelujah. Haleluya. Make your faith arise. Fanya imani yako ikainuke, For you to receive your visitation. kwa wewe kupokea mtembeleo wako, Because kwa sababu Jesus Yesu is calling out. anaita, He's calling out. anaita, And He's saying, come forth. anasema kwamba njoo. This is the hour of your restoration today. Hili ni saa lako la urejesho wako You have to leo, be restored. lazima ukarejeshwe. As you leave this place, Unapoondoka mahali hapa, you should live a changed person. unapaswa kuondoka ukiwa mtu Not the aliyebadilishwa, way you came. sio jinsi ambavyo ulikuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, naongea na mtu kwa kweli? Niinulie tu mkono. Ni mkono wako. I may not know what you are passing through. Huenda nisijue kile ambacho unapitia. This is the day for your restoration. Hii ni siku ya urejesho wako, Restoration of your family. urejesho kwa familia yako, Restoration of your children. urejesho wa watoto wako, Restoration of your parents. urejesho wa wazazi And wako, also community. na pia jamaa. It's a day for your deliverance. Ni siku ya ukombozi wako, Day for your deliverance. siku ya ukombozi wako. Deliverance as a church. Ukombozi The kama church has to be delivered. kanisa lazima So likakombolewa, that the church may live a holy life. ili kwamba kanisa likaishi maisha So we matakatifu. are not just taking it simply. Hatuchukulii tu Because the Lord Himself is in control. kwa sababu Bwana mwenyewe yuko katika usukani, Speaking in thy house. akinena katika nyumba With yako the same authority na mamlaka hayo hayo He was using to speak the other day. ambayo alikuwa akinena siku ile nyingine. It is the hour of your healing. Ni saa ya uponyaji wako, This is the hour of your healing. hii ni saa ya uponyaji wako. Just prepare your hearts Ukaweze tu kuandaa moyo wako, so that you may receive your visitation. kwamba ukapokee mtembeleo wako. What you are going to do, you just surrender. Kila ambacho utaenda kufanya ni kujisalimisha tu, You just surrender before the Lord. utajisalimisha tu mbele za Put Bwana. everything aside. Uweke kila kitu kando, Put your titles aside. weka vyeo vyako kando And surrender yourself to the Lord. na ujisalimishe kwa Bwana, Because you are expecting. kwa sababu unatarajia. Mary Maria had lost hope. alikuwa amepoteza tumaini Because Jesus delayed. kwa sababu Yesu alichelewa. People complained. Watu walilalamika They say these people were friends. wakisema, inakuwaje tena? Jesus didn't come in time. Yesu hakukuja wakati unaofaa. Angelifanya hivyo, Lazarus could have not died. Si angelifanya hivyo, Lazaro hangekufa. I may not know what you have waited for long. Huenda nisijue kile ambacho umengojea kwa muda What mrefu, torture you have passed through kila ambayo mateso ambayo that umeyapitia, has taken a lot of time. ambayo imechukua muda It mrefu, has been so painful to you, somebody. imekuwa ya uchungu kabisa kwako mtu. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord is saying, Kwa Bwana anasema just surrender yourself. kwamba jisalimishe tu, Forget all other things ukasahau mambo mengine and put yourself before the Lord. na ukajiweke mbele za Bwana, Just surrender your life before the Lord. ukasalimishe tu maisha yako mbele za Bwana, Because kwa sababu God Mungu is still a God of miracles. angali ni Mungu wa miujiza. We need to surrender. Tunahitaji kujisalimisha, We need to surrender. tunahitaji kujisalimisha.
Let us stand. Acha tusimame. May I repent? Mimi ninatubu. I repent as a pastor. Ninatubu kama mchungaji. Also repent as an individual. Pia nikitubu kama mtu binafsi. We have not taken this miracle seriously. Hatujachukulia miujiza hii kwa kumaanisha. We have not even up to now Hata leo hii recognized that the mightiest prophets of the Lord tutambua kwamba manabii wakuu wa Bwana are the servants of the Lord. kwamba ni watumishi wa Bwana. My God, forgive me. Mungu wangu nisamehe. Forgive me as a pastor. Nisamehe kama mchungaji. Forgive me as a bishop. Nisamehe kama askofu. I have been blind spiritually Nimekuwa kipofu wa kiroho for so long. kwa muda mrefu. Forgive me, my God. Nisamehe Mungu You have wangu. revealed yourself quite a number of times. Umeweza kujifunua mara nyingi. You have shown us your glory, Umetuonyesha, umedhihirisha utukufu wako. showing us that is you. Ukituonyesha kwamba huyo ni wewe. But still, Lakini bado we have not been transformed. hatujapata We have kugeuka. not changed. Hatujabadilika. I make a big U-turn today. Na kufanya mageuzi makubwa. I make a big U-turn. Ninageuka sasa. I return to you as a pastor, Ninakurudia kama mchungaji. as the bishop of this region. I repent. Askofu leo hili ninatubu. Must have delayed with this message to pass it out. Huenda nilikuwa nimechelewa na ujumbe huu kufikisha. Every delayed, my God, forgive Kwa me. kule kuchelewa, baba yangu Because nisamehe. many people have lived in the church Kwa sababu watu wengi wameishi kanisani without knowing that up to now they are not delivered. bila kujua kwamba hadi leo hii hawajapata That kuokoka. is why they live as if they are not born again. Hiyo ndio sababu wanaishi kana kwamba hawajaokoka. They live a wicked life. Wanaishi maisha maovu. They have secrets that are hidden to them. Wanazo siri ambazo zimefichika tu They kwao. have secret sins. Wanazo dhambi za Oh siri. my God, I repent. Kwa Mungu wangu ninatubu. By doing that, my Lord Jehovah, Kwa kufanya hivyo baba yangu that is hypocrisy hiyo ni unafiki. in our salvation, my God. Katika wokovu wetu Mungu And wangu. you have been moving, my Father, Na umekuwa ukitembea baba in yangu. your church. Katika kanisa Not lako. today alone, Sio leo hii peke not yake. yesterday. Sio kesho You tu. have been moving, my Father, Umekuwa ukitembea baba from yangu. the days of the old. Siku zote za You kale have been moving in your church, umekuwa ukitembea katika performing your miracles. ukitenda miujiza You yako. have not been seeing, my God. Na hatujakuwa tukiona Mungu My wangu. God, I repent. Mungu wangu ninakisi My ninatubu. God, I repent. Baba yangu ninatubu. Ninatubu sana. My Lord, forgive me, my Lord. Forgive your people. Never bring your judgment, my Father. Usituhukumu, kwa hakika tumeona miujiza sana na hatujabadilika. Usilete hukumu Baba kwa nyumba yangu, ni kwa sababu hukumu yetu itakuwa tofauti na wale ambao hawaelewi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. We have really lived a wicked life. Tumeishi maisha chafu na tuko kwa madhabahu Baba. Tumekuwa wasiri siri, hata dhambi za siri Baba, tukisema ya kuwa they don't know, nobody knows. Lord, forgive us. Forgive us, my Lord. I know somebody needs to be healed today. Najua kwamba mtu anahitaji kupona leo. Those who are bound to addiction, Wale ambao wamefungwa katika uraibu wa dawa za kulevya. addiction of sexual sin, Uraibu wa dhambi ya ngono. drunkenness, Ulevi.
They're doing it secretly. wanaifanya katika siri, Immorality doing it secretly. washerati wakiifanya katika siri. Those who are spiritual cold, Wale ambao ni baridi kiroho, those who are carrying heavy burdens, wale ambao wamebeba mizigo mizito, those who need restoration, wale ambao wanahitaji urejesho. continue calling upon the name of the Lord. Endelea kulitia jina la Bwana, Continue asking for forgiveness. endelea kuomba msamaha, Continue repenting endelea kutubu before the Lord. mbele za Bwana. Tell the Lord to purify you, Mwambie Bwana akakutakase, sanctify you, akusafishe, forgive you. This akusamehe. is a personal repentance. Hii ni toba ya mtu This binafsi, is not a collective repentance. hiyo siyo toba ya It pamoja, is between you and your God. ni kati yako na Mungu wako. It is not a family repentance. Sio toba ya It's an kifamilia, individual repentance. ni toba ya mtu binafsi, Individual turning back to Jesus. ule kugeuka kumrudia Yesu kama mtu binafsi. Just talk to the Lord your God. Ukanene tu na Bwana Mungu wako. The Bible says, Biblia inasema the book of Matthew 19, kitabu cha Mathayo mlango wa 19 verse 26. mstari wa 26. The Bible says, Biblia inasema with God, kwamba kwa all Mungu things are possible. vitu vyote There vinawezekana. is nothing that is impossible before God. Hakuna chochote ambacho Your hakiwezekani. restoration is possible before God. Urejesho wako unawezekana mbele Your za deliverance is impossible before God. ukombozi wako unawezekana kwa Just Mungu. keep on calling upon the name of the Lord. Endelea tu kulitia jina la Your Bwana. healing is impossible before the Lord. Uponyaji wako unawezekana mbele za Bwana. Continue speaking unto your God. Endelea kunena na Mungu wako. And the Lord Na Bwana is not going to shame you. ataenda kukuaibisha. The Lord Bwana is going to answer you. ataenda kukujibu. Worship Him. Damu ya Yesu. Atawala kabisa. Somebody to help me with that worship. Or any other worship that calls about the cross, speaks about the cross or the blood of Jesus or surrender. Continue praying somebody wherever you are. Nimekuomba mtu mahali ulipo. And also say, I surrender my life to Jesus. Worship. Na ibada. Continue praying somebody. Just surrender your heart before Jesus. Salimisha tu moyo wako mbele za Yesu. Other sins Dhambi zote, that you know, even those that you have forgotten, hata zile ambazo umezisahau, give them unto Jesus. zipeane kwa Yesu. Holding my feet, holding my feet, I surrender, I surrender all to you. Everything, everything I give to you. I surrender, I surrender all to you. Everything, everything
I give to you. Withholding, holding nothing. Withholding nothing. Maybe you are there. Hata huko pale Withholding I want the Lord to heal you. nataka kuona apopoe Just come forward. aweze tu kukuja hapa mbele. I surrender. I surrender. You are there. Huko pale And you want the Lord to heal you. unataka Bwana apopoe, Just come forward here. aweze tu kukuja hapa mbele. You want to be restored back. Unataka ukapate kurejeshwa, Come forward. Let's pray for you. tafadhali kuja mbele tuweze kukuombea. It has been too painful. Imekuwa ya uchungu kabisa. Pick up my body. Unatuma It has been too painful to your heart. imekuwa kabisa uchungu kwa moyo wako For quite some time. kwa muda fulani. You have been praying. Umekuwa katika And it uchungu, is like your prayer ni kana kwamba maombi not yako being answered. kwa kweli hayajibiwi. Just step forward. Aweze tu kukuja mbele. I surrender. Just come forward. I want to pray with us. The rest may stand up. Pengine tunaweza We kusema join the worship. kuungana pamoja na ibada. Upige tu magoti. I'm praying for you. I'm now praying for you. Sasa ninaombea. Upige magoti mwenye Mungu mbele. Wapige magoti wanapoombea. Mikono zenye juu. Somebody to help you. Mtu anawasaidie. Upige magoti tafadhali. Just continue praying. Continue praying. Piga magoti juu. Uniwezesha kuomba. Piga tu magoti. The mighty name of Jesus. I pray for you and do it as I go. Ninamwombea binti wako And in case my father that she needs for your healing, if it is restoration, as by your way, let it be. I pray for her because my Father Lord, the voice of Jesus that raised Lazarus, it is in our midst here, and it is healing your people. I pray for her in the name of Jesus. Remember your daughter, my God, the prayer item to her, and let it be so. Let her be free in the mighty name of Jesus. Every request, let it be answered in the name of Jesus. This is your daughter. I lay my hand on her. Let your will be done on her. Answer every prayer request. It is over now. In the name of Jesus. Let's pray for your son. I may not know what he's saying, but let it be as by your will. Every item to be answered now, because your power is here. Thank you, Lord. This is your daughter, my Father. I am blessed, my Father. Pray for her. Everything she requires, she has requested from you. Let it be so. In the name of Jesus. Remember your daughter, my God. Remember the cry. Remember the prayer. And let it be so. As she lives,
mighty name of Jesus. katika jina kuna This Yesu. is your daughter. Wewe ni binti wako. Prayer request, my Father. Pamoja na maombi Baba. Honor each, my Lord. Unaioka Katika jina la Yesu. heshima katika If jina it is healing, wako yuko ndani. uponye katika jina la Yesu. Ulete ukombozi katika jina la Yesu. Jina la Yesu. This is your daughter. I'm praying for her today. I cancel the power of darkness. In the mighty name of Jesus. Every prayer request she has placed before you. Let it be so. In the mighty name of Jesus. I pray for your daughter. I know she has spoken unto you. Let it be so, my God. Answer everything. Cover and protect with the blood of Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Father. I have blessed this baby, protected with the blood of Jesus. I pray for mom. Remember your daughter. There's so much she has requested from you. Today, the power of Jesus, the miracles of Jesus, they are here. Let it be so. In the mighty name of Jesus. This is your son. I've laid my hand on him. Every request, my Father, let it be so. Because it is you that is speaking, releasing your miracle. Signs and also wonders. Thank you for blessing her. This is your servant that you have raised in this church. You know what he has said. I have laid my hand and let your power be manifested in his life. Every prayer I tell, be answered in the mighty name of Jesus. Thank you. You may now stand. I pray for you. You may now stand. Unaweza sasa kusimama. I want to thank the Lord Nataka kumshukuru Bwana for the step that you have taken. kwa ajili ya hatua hii ambayo The tunaichukua. Lord has confirmed Bwana amedhibitisha that He is here. kwamba yuko hapa, He is still delivering. yuko bado He is anakomboa, still restoring. angali He anarejesha, is still healing. angali anaponya, And He is putting situations right. na anaweka mambo sawa sawa, And He is walking with you. na anatembea pamoja nawe. Because you have come, you have taken a step Kwa sababu umechukua hatua to come forward to be with Jesus. kukuja mbele, kukua pamoja Please naye. walk with Jesus faithfully. Tafadhali tembei na Yesu kwa uaminifu, Observe holiness ukazingatia and utakatifu also righteousness. na pia uhaki. The Lord is not going to ashame. Bwana haendi kuaibisha. The faith that you have taken, Ni imani ambayo umeichukua. hallelujah, Haleluya. has confirmed that Nimethibitisha the kwamba Lord has answered you. kwamba Bwana He amewajibu. talked to Mary and he said, Aliweza kunena na did I Mary tell you to believe? kwamba je, sikukwambia Because of your belief, kwa sababu ya imani yako your case has been arrested. kesi yako sasa imefikiwa. Tuinue mikono zetu juu. Tuinue mikono zetu juu. Everlasting Father, Baba wa in the milele, mighty name of your Son Jesus, katika jina kula I want to bless your name nataka kulibariki jina as I lako. say thank you Naposema asante for what you have done. kwa ile ambayo umetenda. Thank you, my Father, Asante Baba yangu for transforming your people, kwa kugeuza watu wako, reaching them, my Father, kwa kuwafikia Baba and yangu healing them, my Lord, na kuwaponya Bwana wangu, addressing their cases ukishughulikia kesi zao that they have bestowed upon you. ambazo wameleta mbele zako. Wameweka mbele zako. Wameweka mbele zako. Thank you, my Father, Asante Baba for yangu handling their cases. kwa kushughulikia kesi zao. My Father, cover them Baba yangu kwa with the blood of Jesus. na damu ya Yesu. As they go home, Wanapoenda nyumbani, let them go victorious. wacha waende wakiwa na ushindi, Waende wakiwa na ushindi. waende wakiwa na Na ushindi. Baba, utukufu wako ukapate kuonekana. Utukufu wako ukapate So kuonekana, that tomorrow ili kwamba kesho they may testify, wapate kutoa ushuhuda, giving testimony wakitoa on ushuhuda what you have done. kwa kila ambacho Thank umetenda. you, Jesus. Asante Thank Yesu, you, Holy Spirit. asante Roho Mtakatifu, Thank you, Master. asante In Bwana. the name of your Son, Jesus, Katika jina la mwana wa I have Yesu, blessed your people nimewabariki watu wako today, leo, and I have blessed the entire church. na nimebariki kanisa lote mzima. In Jesus' name, Katika jina la I Yesu have prayed nimeomba and also believe. na pia kuamini. Somebody shout a big amen. Basi sasa useme Tupigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Tuna vigelegele kwa Yesu.
Yesu. Thank you so much. Asante You sana. may now go and have your seat. Sasa sasa kwenda Thank you, my son. Asante mwanangu. Okay, thank you, my God. Asante binti wangu. Thank you so much. Asante Mama, sana. thank you. Asante sana. Thank you. God bless you so Asante much. Mungu akubariki Mama sana. Pastor, thank you so much. God bless you. Asante sana Mungu My akubariki. young baby, God bless you. God bless you, Mama Pastor. God bless you, Pastor. Mungu akubariki. Overseer, God bless you. Mungu akubariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. It is well. Ni vyema. Yeah, it is well. Iko sawa. Amen. Let us not leave. Wacha tusiondoke. Let us not leave. Wacha tusiondoke. The program it is still on. Ratiba bado inaendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Today Leo is a different, a very special day. ni siku tofauti, siku specially. How many of us have seen something different? Je, wangapi wetu mnaona kitu tofauti? Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Tunaenda nyumbani Tunaenda nyumbani ikiwa tumebadilika. tukiwa tumebadilika. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. So, Kwa hivyo tuketi. uweze kuketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'm told Nimeambiwa tuko na articles of worship, some of the articles God has blessed us with. Wageni wetu msiende. I'm here to see you people. iko hapa kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Situpigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. So tuko na mega, is it megaphone? Tuko na ile loudspeaker kadogo ya kutembea naye barabarani. So I want to receive Ninataka nipokee. as I also bless them. Ninapo pia ibariki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Vigelegele kwa Yesu. Injili ya Yesu Bwana, Maana tunasema iende mbele, Bwana. ndio maana tunasema iende mbele. Injili itaenda mbele, itahubiriwa. Iende mbele, iende mbele. Watu wanataka kuja kucelebrate. Iende mbele. Ndio maana tunasema iende mbele. Ndio maana tunasema. Wacha niongoze. Wacha niende. Iende mbele. Ndio maana. Ndio maana. Ndio maana. Nasema iende wapi Injili? Iende wapi Injili ya Yesu? Ndio maana tunasema iende mbele. ndio maana bado zinakuja, bado zinakuja. Wapisha Bwana vigelegele kwa Yesu. Ndio maana iende wapi Injili? Iende wapi Injili ya Yesu? Inachoma Injili, inachoma Injili ya Yesu, inawasha Injili,
Ninawashangilia Yesu, ndio maana tunasema yende mbele. ndio maana shangwe na vigelegele kwa Yesu, vigelegele kwa Yesu. Thank you so much. I'm now going to receive officially the articles of worship in the house of the Lord. In the house of the Lord. Vigelegele kutoka kwa kina mama. Hallelujah. Vigelegele tena. This is so powerful. Asante. I want to bless the Lord. You know, my Lord and my Father, I want to say thank you once more for your faithfulness and also your goodness. Thank you because of your blessed servants. My Father, for what they are doing in your house, serving the Lord with their resources. My Lord Jehovah, you know them, my Father. Remember to bless them. Bless their hands. Every work they are doing, bless even their family. Increase them, my Father, and also extend their rights and territories. Extend their territories. I have received the articles of worship that are going to serve you in your house. I know, my Father, they have been made by the hands of man. They have passed through factories, my Father, in different hands. Some of them are in business. Some of the factories, they are doing business, and they are not born again. My Lord Jehovah, I now dedicate the articles of worship unto your hands, my Father. I consecrate, my Father, for service in this house. May you sanctify, my Father, and also purify with the blood of Jesus, and set them aside for worship, my God, and also taking your word outside, my Father. Thank you, my Father, for receiving them. Thank you for blessing them, my Father. Thank you for the dedication, my Father, unto your house. Now I give you the glory and also honor, because it is yours. Thank you, my Lord. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, the most holy and very powerful name of your Son, Jesus. With thanksgiving and praises, Father, you pray and also believe. Somebody shout the big amen. Tunapopigia makofi, shangwe na vigelegele. Hallelujah. Thank you so much. Let us take our seats. Hallelujah. Before I leave, so fungue tu nione hii. Iko na mawe. Nasema mawe. Iko na mawe ndani. Wapi shangwe na vigelegele? Hallelujah. Now, we have to go out. Bwana asifiwe. Hallelujah. And shout it outside there. Jesus said, Lazarus, come out. We are going to command this city to come out and worship this God. Hallelujah. That is how it looks. When
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ah, hii ni gani? They are two. Ziko mbili. Tupigie Bwana Yesu makofi. Piga Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Then you finish the meeting. Bado nisubiri kidogo. Pastor Gideon, are you ready? Are you set? I want to bless the Lord so much Nataka nibariki Bwana sana. because I'm seeing Kwa sababu naona wageni wetu wenye waliungana na sisi some days back. wageni wetu waliungana na sisi. Hata leo wako. Hata leo Situpigie Bwana Yesu makofi. piga Bwana Yesu makofi. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Labda wanafanyana chache mbili haijachangiwa Bwana. Hiyo ndio inapiga. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much. Asanteni sana. Karibu sana Obasia Petri. Thank you so much for that. Nichukue kutoka hapa. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. Tuseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. No man tunasema yende mbele. 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 Hallelujah. Let us clap to Jesus Tupige Bwana Yesu makofi. for that powerful word session. Kwa ajili ya hiyo ya neema. Let us give praise to the Lord. Wacha tuendelee kumpa sifa kwa Mungu. The Lord has really blessed us, Bwana ametubariki kwa hakika. and we really glorify the name of the Lord. Na tunalitukuza sana jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So, blessed people, Wengi wetu wabarikiwa. we are now moving to the next session Tunaingia katika awamu nyingine of bringing announcement. ya kuleta matangazo. Hallelujah. Hallelujah. So, I welcome you Kwa hivyo nakaribisha to this session, blessed people. katika awamu hiyo watu wabarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. So, we are continuing Tunaendelea with announcement. na matangazo. And then after we give our offerings, Na baadaye tutatoa matoleo. for those who are leaving wako tayari watoe sawasawa. So especially those who are coming senior bishop. Haswa wale ambao That is why you have seen they are coming and give. hii ndio maana mara amekuja na kutoa. Hallelujah. Hallelujah. With this equal sawa. Hallelujah. Hallelujah. So blessed people, welcome. So
Once again, Kwa hivyo watu wabarikiwe karibuni mara tena. today Sunday service, Katika ibada ya siku ya leo. today being 17. Leo ikiwa tarehe 17. Hallelujah. Haleluya. I'm here to bring announcement. Niko hapa kuleta matangazo. Because of visitors, I'm overseer Richard. Kwa ajili ya wageni nimeongeza vitabu. I'm so humble to stand before you Amenyenyekezwa sana kusimama mbele so zenu. that I can bring announcement. Ili kwamba lete matangazo. Welcome in the name of Jesus. Karibuni katika jina la Yesu. So blessed people, our first announcement. Tangazo letu la kwanza. And before I bring announcement, Na kabla nilete matangazo. so far you have received some apology. Tunayo huduma. One is from Ruth Mashoho Moja ni kutoka kwa Ruth Mashoho. and Pastor Gladys Rono. Na mchungaji Gladys Rono. They are not feeling well. Hawajihisi vizuri. Both of them, they are not feeling well. Wote hawahisi vizuri. That is why they have not come today. Ndio maana hawajakuja leo. And they have sent some apology. Na wametuma huduma. And we believe that God is so assistant. Na tunaamini kwamba Bwana atatenda kuokoa. Hallelujah. Haleluya. They will be well Watakuwa in the sawa. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. So blessed people, Kwa hivyo watu wabarikiwe. our first announcement Tangazo letu la kwanza pertains the support. inahusiana na ile miradi. Hallelujah. Haleluya. Where we give as a church. Ambapo tunatoa kama kanisa. Our first support is about the operation at headquarters. Mradi wetu wa kwanza unahusiana na ile kuendelezwa kwa kazi pale makao makuu. We have a monthly bill Tuna ile monthly bill which we are doing every month. ambayo tunafanya kila mwezi. Hallelujah. Haleluya. Eskimumu Main, Kama madhabahu makuu we have our location tuna ile mradi wetu 2,850, 2,850 and so far we have sent 1,050. na hadi sasa tumetuma 1,050. We are remaining with 1,800. Tumesalia na 1,800. Today, Leo we are emphasizing the church tunasihi kanisa so that we may participate ili kwamba tushiriki to send some to that account. kutuma kitu katika To akaunti. facilitate the work of the Lord at headquarters, the ministry. Inaendeleza kazi na huduma ya Bwana pale makao It makuu. pays Jesus is Lord ratio, Inalipa masafa ya Security. hata ulinzi. and accountants. Hiyo accountants. Hallelujah. Hallelujah. It means a lot of work Inamaanisha kazi mingi kabisa in the ministry. katika huduma. Hallelujah. We are the one who are standing with the work of the Lord. Sisi ndio tunasimama na kazi ya Bwana. Wacha tusimame na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So you may deposit in that account Unawekeza katika akaunti hii. any amount you have. Kiwango chochote The Lord will enable you. ambayo Bwana atakuwezesha. Hallelujah. If it's 50 shilling, it's okay. Kama ni shilingi 50 ni 100 sawa. shilling, 200 shilling. Mia When moja you na do all in togetherness, tukifanya yote kwa pamoja. hiyo 1,800 tutaijaza. Hiyo 1,800 And we bless the Lord because last month we meet your target. na tunabariki Bwana kwa maana And mwezi I believe uliopita. also we are going to meet. Na naamini kwamba tunaenda So kuifikia. everybody you may send that, not that account, so you may send. Kwa hivyo kila mtu atume katika akaunti After yake. you send that MS message to me, Baada ya kutuma na nitumie so that we may combine as a church ili kwamba niweke pamoja and kama we kanisa may forward. na nikaweze kuituma. Hallelujah. Haleluya. So blessed people. Kwa hivyo watu wabarikiwe. Another support, Mradi mwingine it is about the mission of the Lord. ni kuhusiana na misheni za We Mungu. have that one account. Tuna hiyo akaunti moja. Hallelujah. Haleluya. So we are standing with the Lord. Ambapo tunasimama na We Bwana. have seen what the Lord has done Tunaona kile ambacho Bwana in the amefanya nation of Brazil. katika taifa la Brazil. Hallelujah. Haleluya. It's because of you we are standing with them. Ni kwa sababu ya Taking this eternal message. wakipeleka We have seen what the Lord has done. Very good one. tunaona kile ambacho Bwana amefanya huko Even open. akifungua mbingu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Properly you have seen. Ndani ya mzima tumeona. So let us stand with our Lord of the Lord. Kwa hivyo wacha tusimame na kazi ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. There is that account. Kuna hiyo account. It is for the missions of the Lord. Ni kwa ajili ya misheni Any ya Mungu. mission Misheni ya that is Mungu ahead of us. ambayo iko mbele yetu. When you deposit, will go and itaenda saidia sana. Ukiwekeza tena kusaidia sana. Hallelujah. Haleluya. So we are still running. Kwa hivyo bado tunaendelea. So you may deposit that account. Unaweza wekeza katika akaunti hiyo.
So another is for Tabernacle. We have heard leaders, Tumesikia kutoka kwa viongozi national address. katika national address. Hallelujah. Hallelujah. We are doing na inaendelea even the course of the week. Tunafanya na ninaendelea katika We are emphasizing as a church kama kanisa that we may do it. ili kwamba tuifanye. Hallelujah. Hallelujah. About the tabernacle. Kuhusiana na ile hekalu. Hallelujah. Hallelujah. So another announcement, blessed people. Tangazo nyingine, watu wabarikiwa. Pertains the rent. Inahusiana na kodi. So far we have not finished. Hivi sasa hatujamaliza. We are still having a deficit. Bado tuna zile deni. As we see how the treasurer may update, Tukiona jinsi ambavyo inaonyesha bado tuko hatujamaliza. So let us pray, blessed people. hivyo basi tuifanye watu wabarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. When we do at all of us, Tukifanya sisi sote. hallelujah, Hallelujah. tutalipa rent in time. Tutalipa kodi kwa wakati. Today is 17, tumepitisha sana. Leo ni tarehe 17 tumepitisha I sana. beseech you Ninawasihi to start with the work of the Lord. kusimama na kazi ya To Mungu. see that we pay our rent in time. Wana kwamba tumelipa kodi yetu kwa wakati. Hallelujah. Hallelujah. So Kwa hiyo you can send the number of person. unaweza tuma kwa nambari ya mchungaji Sophie. Somebody you may pick that number of the screen. Tuwaweke nambari hiyo. That is our treasurer, Huyu ni mweka hazina wetu. where we channel all our support for rent. Ambapo It tunaelekeza is put on the screen. imewekwa kwa msikiti. Sophia Kimani, Sophia Kima. you may send that number. Unaweza tuma kwa nambari Any hiyo. amount, 2,000, Kiwango 200, chochote. any amount you got. Kiwango chochote unacho. Hallelujah. Hallelujah. Make sure you deposit something. Hakikisha kwamba unawekeza Do kitu. not allow that here in Simon plan. Hallelujah. Hallelujah. And we thank the Lord because the Lord of the mightiest prophet has been blessing us. Na tunashukuru Mungu sana kwa maana Mungu Hallelujah. amebariki. Hallelujah. And we are the one who are receiving and are coming back. Na sisi ndio tunapokea hizo Hallelujah. Hallelujah. So let us support all the work of the Lord. Kwa hiyo for wote us. tusimame na kazi za Mungu zote. Yesterday's ministry headquarters, Jana katika makao makuu we saw how the people serve the Lord. tuliona Pastors, jinsi ambavyo watu walitumikia Mungu. kutoka sehemu kadhaa, serve the Lord so powerful. Wakutumikia Mungu kubwa kabisa. Even as let us serve the Lord Hata sisi wote tumtumikia in all Mungu aspects. katika njia zote. Kama ni evangelism, Kama ni uinjilisti. hallelujah, Hallelujah. any work of the Lord. Kazi yote ya Let Mungu. us participate. Wote tushiriki. Not pursue silence. Tusiwe wa kunyamaza. Hallelujah. Let us respond Wote tuitikie in any work of the Lord. katika kazi yoyote ya And we will Mungu. going to be blessed. Na tunaenda kubarikiwa. Amen. Amina. So, blessed people, Hivyo watu wabarikiwa. this coming Saturday, Hii Jumamosi we'll inayokuja be having a leaders meeting. tutakuwa na mkutano wa viongozi. Hallelujah. Haleluya. Regional leaders meeting. Viongozi wa eneo They are coming here. watakuwa wanakuja And mahali hapa. I Kimungu, they are coming here. Eneo nzima la Kimungu linakuja mahali hapa. Kapkaro, Kapkaro, Oasis of Love, that is Camp Nairobi, UOE, Yuani, and Melawe, Lorwa. Elewet na Lodwar. All the leaders are coming here. Viongozi wote wanakuja mahali hapa. Pastors, Wachungaji. so we have a meeting on that day Kuna mkutano usiku hiyo where will be presided by our beloved senior bishop. ambaye itaongozwa na askofu wetu So let Bwana. us purpose to come in time. Kwa hivyo wote tukusudie kuja kwa The wakati. meeting will start at 10 a.m. Mkutano utaanza saa 4 to asubuhi. start early Itaanza mapema. so that we can go home mapema, Ili kwamba tuende nyumbani mapema. prepare for the next day, Kujiandaa kwa ajili ya siku inayofuata. ambayo ni siku ya ibada. Siku ya ibada. We will release them in time because some are coming from far. Tutawaachilia kwa wakati kwa maana So all the kuna leaders, let viongozi us come wote in in numbers. watatukuta kwa nambari. Remember it's weekend, Kumbuka kwamba ni let us wakati. attend. Wote tu. Hallelujah. Haleluya. So I hope we have tumepokea leaders, Viongozi. chairman, this Saturday we are coming. Hizi Jumamosi tunakuja. Hallelujah. Haleluya. So
Another announcement, blessed people. Tangazo nyingine, watu wabarikiwe. Wakina mama were reminded Wakina mama wamekumbushwa to remain shortly. wasalie kwa kifupi. They will have a word with their leader, Pastor Mamadi. Watakuwa na neno na mchungaji Mgani. Yes. So, not me, wakina mama. Kwa hivyo msiondoke tena. Make sure you meet somewhere shortly. Hakikisha mmekusanyika mahali kwa kifupi. Hallelujah. Haleluya. So, blessed people. Kwa hivyo watu wabarikiwe. Here ni our announcements for today. Haya ni matangazo yetu kwa leo. Hallelujah. Haleluya. Let us clap to Jesus. Wacha tupige Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. So, blessed people. Kwa hivyo watu wabarikiwe. We would like now to recognize the presence of our visitors. Tungependa sasa kutambua uwepo wa For those who have come today, kwa wale ambao wamekuja leo fellowship with us. kushiriki pamoja nasi. Hallelujah. Haleluya. So we thank the Lord for your coming. Kwa hivyo tunashukuru Bwana sana kwa ajili ya kuja kwenu. Hallelujah. Haleluya. Because the Lord has brought you. Kwa ajili Bwana amewaleta. Hallelujah. Haleluya. We are brought with a purpose. Amewaleta na The kusudi. Lord has brought you. Bwana amewaleta. And you are in the right place. Na mko mahali The sawa. house of our Father. Katika nyumba ya baba yetu. Hallelujah. Haleluya. David Psalms anasema, I rejoice when I do to go to the house of the Father. Daudi alisema kwamba alifurahi sana Because here we have blessings. kwa maana hapa It is here we are blessed. ni mahali ambapo tunabarikiwa. Hallelujah. Haleluya. So let us clap to Jesus. Hivyo wacha tupige Bwana Yesu. We are so happy for your coming. Tumefurahia sana kuja kwenu. Hallelujah. Haleluya. So our visitors, wherever you are, Mahali popote ambapo you ulipo. can raise your hand Naweza tunyoshe mkono wako so that we can recognize your presence. ili tutambue uwepo wako. And we are going to thank the Lord Na together. tuendelee kushukuru Bwana pamoja. Hallelujah. Haleluya. So you may raise your hand Unaweza wherever you are. tunyoshe mkono wako mahali ambapo Our ulipo. blessed visitors, Wageni wetu wabarikiwe. hallelujah. Hallelujah. Wave to the Lord. Unyoshe tu mkono wako. Yes, let us clap to Jesus. Wacha tupige Yesu We makofi. have a visitor over there. Tuna mgeni mahali hapa. This side is the any visitor. Upande huu Let us clap to Jesus. wacha tupige Worship Bwana Him. Yesu makofi. Thank you for your coming. Asante kwa kuja. Any other visitor? Mgeni yeyote We'd yule. like to thank the Lord because for bringing you Tungependa kushukuru and Bwana. appreciate the Lord. Na kushukuru Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Even we have Hivyo visitors. tunapenda wageni. Hallelujah. Haleluya. So, blessed Kwa people, hiyo watu wabarikiwe. you can take a step. Unaweza kuchukua tu You hatua. can stand up Usimame tu. so that we can see you. Ili kwamba tunaone. Our blessed visitors, you can stand up Wageni wherever. wetu wabarikiwe. Unaweza Kwenye simama tu. Mungu, Mahali unaweza ambapo simama. usimame tu. Let us clap for them, Wacha for tupige Jesus, makofi. as they stand up. Bwana kusifiwe. Hallelujah. Haleluya. I would like to request them once more, Tungependa kuwasihi they may come in for, wakuja hapa so that they may greet us, ili kwamba share their names, washiriki jina yao, tell us where they are, watuambie where they mahali come from. mahali ambapo umetoka. Hallelujah. Haleluya. And we will be so happy. Na tutakuwa na furaha. Hallelujah. Haleluya. Clap for them as they come in from. Let us clap for Jesus. Tupige Bwana Yesu. God blessed visitors. Kwa ajili ya Thank you. wageni wetu wabarikiwe. My brother, you can come in Na too, wewe unaweza kuja tu hapa mbele. so that you can greet the church of Ili kwamba Christ. usalimie kanisa la Kristo. Hallelujah. Haleluya. You can come in from, Unaweza kuja tu hapa mbele. praise the church. Utafanya kanisa. Hallelujah. Haleluya. Salamia kwa lugha ambao uko comfortable, majina yako, where you come from, kwa ufupi sana. Asante. Karibu. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. My name is Reina Wasike. I've moved in town for my attachment from Yesu Reina Wasike. Nimekuja kwa ajili ya masomo. Amen. That is powerful. Asante sana Enos Wafula. Thank you for your time. Welcome. And Jared.
Nashukuru Bwana kwa ajili ya siku hii. Yes. 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 Thank you so much. Amen. Asante sana Accident. It's one of us from University of Eldoret. Yeye ni mmoja wetu kutoka Ametuambia chuo kwamba cha Eldoret. wako break na wanajiandaa kwa sababu ya graduation. Hallelujah. Haleluya. Ama nimeshika vizuri. Hallelujah. Thank you Asante. for remembering to come to the altar of the Lord. Kwa kukumbuka kuja katika Hallelujah. So our visitors, kwa hivyo wageni wetu not me. msiondoke. Hallelujah. Haleluya. We are visiting you so that we may see the pastor Tunaomba kwamba kuja na muone na wageni wageni. who is our beloved overseer. Au Samuel, mlezi wetu barikiwa sana. you can see in the office. Tunaweza muona kwenye ofisi. Hallelujah. Haleluya. And nitawajoin pia. Na tunaona. So we bless the Lord so much because of visitors. Kwa hivyo tunabariki Bwana sana kwa ajili ya wageni. Hallelujah. Haleluya. So blessed Kwa people, hivyo watu I barikiwa. would like to welcome the worship team. Ningependa kukaribisha kikundi cha They give ibada. us one number Ili kwamba tupe na as baraka. we prepare to give our offerings and tithes. Tunapojiandaa kutoa sadaka zetu na hata We have two kutoa. collection boxes, Tuna zile vikapu viwili. one on the right and one on the left. Moja kushoto na moja It kulia. is for offerings and tithes. Ni kwa ajili ya fungu la kumi The na sita. little meeting ilikuwa ya tabernacle. Na hiyo katikati ilikuwa ya hekalu. Hallelujah. Haleluya. So after that, Baada ya hiyo tutakuja kuendelea. tutaendelea. So let us prepare now to give our offerings. Kwa hivyo wote tujiandae kutoa sadaka zetu. Amen. Amen. Umejaa
Everlasting Father, the creator of heaven and earth, this afternoon, we give you praise and magnify your holy name. There is no one like you. Father, you are the holy God of Israel, the God of our father, Abraham, Jacob, and Isaac. Lord, we thank you. We worship you. There is no other God whom we worship. You are the holy God. Father, we adore you. And we give all our praises and worship you. Father, we thank you for blessing us. Thank you because of the worship. Thank you, Lord, because of the word. Thank you, Lord, because you have brought your people. They are in your feet, my Father. And they are
have heard from you, wamekuwa wamepata kutoka and you have blessed them, my Father. umewabariki Baba We yangu. thank you, Tunakushukuru. and we give you praise, my Father. Tunakupa sifa Baba yangu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord, Asante Bwana. for remembering our people, Kwa kukumbuka watu wako. for remembering the sick, Kwa kukumbuka for wako. healing the sick. Kwa kuponya wako. Thank you, Lord, Asante Bwana. even for the sign and wonders. Hata kwa ishara na maajabu. Father, we say thank you Baba tunasema for asante what you have done. kwa yale ambayo You umetenda. have done great and mighty. Umetenda mambo makubwa. Father, we thank you Baba tunakushukuru because you have been with kwa us. sababu umekuwa nasi. Lord, we thank you Baba tunakushukuru because you have protected your people. kwa sababu umewalinda We watu. thank you Tunakushukuru because you have healed your people. kwa sababu umetunza. Father, we thank you Baba tunakushukuru because of the peace that you have given unto kwa us. sababu ya amani ambayo umetupa. Even for the life, Hata kwa ajili ya uhai. Father, you have given us Baba ambao the gift of salvation. ya wokovu. We appreciate and say thank you. Tunashukuru tukisema asante. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, King of Glory. Asante Mfalme wa Father, we thank you Baba for tunakushukuru sending us kwa kututumia. the two mega prophets, Manabii the wakuu. mightiest prophets, Manabii wakuu. the forerunners of the Lord. Watangulizi wa They have Bwana. come to tell us Wamekuja about the glorious coming of the Messiah. kuhusu kurudi kwa They have come to prepare us. Wamekuja kutuandaa. Thank you, Jesus, Asante Yesu for preparing the bride kwa kuandaa bi harusi for the rapture, Lord, kwa ajili ya unyakuzi, for the glorious coming. kwa ajili ya kukuja kwa utukufu. Father, we thank you Baba for tunashukuru preparing all the nation. kwa kuandaa mataifa yote. Thank you because of the mission. Asante kwa ajili ya Thank misheni. you because of your word. Asante kwa ajili ya neno. And time, Kwa wakati wa kuyo nyakati za mwisho. Lord, we thank you. Baba tunakushukuru. Thank you. Asante. Thank you, Lord, Asante Bwana. even for the offerings. Hata kwa ajili ya We matoleo. bless it, Jehovah. Tunaibariki We Jehova. pray that you may bless the offerings Tunaomba Mungu ukabariki and matoleo. tithes Kubariki fungu la that your people have given unto you. ambayo watu wako wamekutolea. Bless each and every one Ukabariki kila that mmoja have given unto you. ambaye amekutolea. Every hand that has given, Lord. Kila mkono ambao umetoa Bwana. Even those that have not given, Hata wale ambao they have hawajatoa. given their hearts unto you. Wametoa mioyo zao. Father, we pray that you may bless everyone. Baba tunaomba kwamba Release the blessings of the Lord upon your people. ukaachilie baraka za Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord, Asante Bwana for blessing us. kwa kutubariki. Father, we say thank you. Baba tunasema asante. Receive all the honor, Pokea heshima zote. all the glory Utukufu wote. unto you, Father. Na kwako wewe Baba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you. Asante. Thank you, Lord. Asante Bwana. Receive all the honor, my Father. Pokea heshima zote Baba yangu. We do pray and believe. Tunaomba tukiamini. In the most powerful name of Jesus. Katika jina la nguvu zaidi la Yesu. Amen. Amina. So, blessed people, Watu wabarikiwa. before we say the grace, Kabla tuseme neema, you can be seated for a minute. weza kuketi kwa dakika. I see you have one announcement. Hatujatangaza. Naona kuna tangazo moja siku ya We tano. haven't seen a bishop ametuambia kuhusu love offering. Hallelujah. So next Sunday Jumapili inayokuja on 24th, tarehe 24 we have a love offering. tutakuwa na matoleo ya upendo. Hallelujah. Haleluya. That will be the third one. Hiyo itakuwa ni ya tatu. Let us prepare Wacha tujiandae. so that you may bless the Lord. Ili kwamba tukambariki Bwana. Hallelujah. Haleluya. Sasa kikundi yote ambao wamebaki, the group 3, Kikundi cha tatu ambao wamebaki hallelujah, watakuja siku hiyo watakuja siku na kile Bwana amewezesha, na tutaitamatisha siku hiyo na tutashukuru Bwana. So prepare so that you may come and escort Kwa hivyo to ujiandae. add what the Lord has given us Tuje tuwasindikize kila ambacho Bwana ametupa. about, Kuhusu hallelujah, the project of purchasing